Kwa majina naitwa wakili Hamis Mayombo, ni wakili ambaye anafanya na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Kwenye shauri ambalo leo limetajwa na Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala Kuu ya Dodoma, ni shauri la kikatiba na vile vile ni shauri la haki za binadamu ambako lilifunguliwa katika Mahakama Kuu Masjala Kuu ya Dodoma. Ilikuwa katika kipindi cha mwezi wa 5. Na katika shauri letu kikubwa zaidi ambacho tulichokuwa na kidai mahakamani dhidi ya Wizara ya Kilimo, Wizara ya Afya, Baraza Kuu la Mazingira pamoja na Mwanasheria Mkuu wa serikali ni kudai usitishaji au upunguzaji wa uzalishaji wa zao la tumbaku katika Tanzania. Kwa hiyo tunapozungumzia tumbaku, tunaizungumzia tumbaku yenyewe kama yenyewe pamoja na product zake au mazao yake ambayo yanatokana na tumbaku. Kwa hiyo shauri letu lilifunguliwa ambako liliweza kusikilizwa, pande zote mbili waliweza kuleta majibu, lakini vile vile tuliweza mahakama iliamua kwamba shauri hilo lisikilizwe kwa njia ya maandishi. Kwa hiyo sisi kwa upande wa waleta maombi au petitioners tuliweza kupeleka maelezo yetu, na vile vile upande wa pili wakaweza kutujibu. Lakini vile vile sheria ilikuwa inatuhitaji kwamba kama tutakuwa tunahitaji sisi wa upande wa waleta maombi tulete maelezo ya nyongeza, kitu ambacho tulichokifanya. Kwa hiyo baadaye mahakama ilipanga tarehe ya kusikilizwa kwa kutoa hukumu, lakini kabla ya hapo ilituomba, kabla hajatoa hukumu, mahakama ilitutumia tena summons au wito kwamba tunahitajika mahakamani. Kwa hiyo pande zote mbili tuliweza kufika mahakamani, lakini tulipofika mahakamani, mahakama ilitoa pingamizi ambako ilitaka kama mawakili wa pande zote mbili tuweze kuiaddress mahakama. Kama mnapofahamu kwamba sasa hivi dokumenti zote za kimahakama zinafailiwa katika mtandao wa mahakama, electronic system. Lakini sasa sisi nyaraka yetu ya maelezo yetu ya mwanzo ilikuwa inaonekana kwamba hayaonekani. Lakini kwa mujibu wa rekodi zetu sisi tuliweza kufaili, na ndio maana upande wa pili waliweza kujibu. Sasa baada ya kuiaddress mahakama kuhusiana na hiyo, mahakama kwa upande wao walisema kwamba kule kwenye system hawaioni. Hivyo baada ya hapo tarehe 25 mwezi wa 9 walitoa ruling au maamuzi madogo kwamba hatukuweza kufaili hayo maelezo yetu, na kiutaratibu wa kisheria kwamba unaposhindwa kufaili hayo maelezo, yani manake kama wewe ni mleta maombi au mlalamikaji katika hiyo kesi, yani manake shauri lako linatupiliwa mbali. Inaitwa kesi inatupiliwa mbali, dismissal for want of prosecution. Sasa tarehe 25 mwezi wa 9 mahakama ilitupilia mbali kwamba kwa upande wa waleta maombi tulishindwa kufaili maelezo yetu. Hivyo basi kufuatia hilo, sheria ya mwenendo wa makosa madai inaweka wazi kwamba kama shauri litatupiliwa mbali kwa njia hiyo, basi unapewa siku 30 ili kuweza kuirudisha hiyo kesi mahakamani. Lakini unairudisha vipi? Ni kwamba lazima upeleke maombi ambayo ndio leo ambayo yamekuja hapa mbele yenu. Kwa hiyo sisi upande wa petitioners, mawakili wao, tumeomba mahakama iweze kuirudisha kesi na tumetoa sababu. Na moja kati ya sababu ambazo tumezitoa ni kwamba ilikuwa sio fault yetu sisi, ilikuwa ni fault ya system ya mahakama. Kwa hiyo moja ya sababu ambazo tumezitoa ni pamoja na hiyo kwamba shauri maelezo hayakuonekana kwenye system, lakini sisi kwa upande wetu tuliweza kuplay part yetu na tuliweza kuyafaili hayo maelezo kama mahakama ilivyotaka. Kwa hiyo sababu kubwa ambayo tumeitoa ni hiyo. Hivyo basi leo shauri lilikuwa linakuja kwa kutajwa, lakini kwa bahati mbaya majaji watatu ambao wanasikiliza hiyo kesi ambako ni Mheshimiwa Kagomba ambaye ni kama muongoza hiyo panel, wa pili anaitwa Jaji Rumisha na watatu anaitwa Jaji Hassani, hawakuweza kuwepo mahakamani. Kwa hiyo Mheshimiwa msajili wa Mahakama Kuu pale Masjala Kuu Dodoma aliweza kuja kuiahirisha kesi hiyo. Kwa mujibu wa msajili ni kwamba kesi hiyo itaitwa tena tarehe 12 mwezi wa 2 2026 kwa necessary order au kwa order ambazo order muhimu ambazo mahakama itaweza kuzitoa. Kwa hiyo ni kwa kifupi tu kuhusiana na hii kesi. Lakini vile vile kwa kuongezea kwenye kesi yetu ya msingi ukitoa tu upingaji wa tobako, lakini vile vile kulikuwa kuna issue ya kimazingira.
Kama mnavyofahamu kwamba tunapozungumzia tobacco, tafiti mbalimbali zimefanyika, inaonyesha kwamba ulimaji wa tobacco vile vile unapelekea uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo kwenye shauri letu hatukuangalia tu swala la tobacco na product zake zinavoleta magonjwa kwa wananchi, lakini vile vile tumeiangalia tobacco katika swala zima la uharibifu wa kimazingira. Kama mnavyofahamu kwamba katiba yetu inaeleza wazi kwamba kila binadamu ana haki ya kuishi na ana haki ya kuishi katika mazingira ambayo yako bora zaidi. Kwa hiyo hivyo tumeviangalia katika kesi yetu au katika shauri letu hilo la kimkakati au shauri.